Barakatu mtazamaji wa Africa TV2, karibu katika kipindi kizuri cha Africa TV imepita hapa, kipindi ambacho tunakutana nacho muda na wakati kama huu. Langu jina naitwa Ayubu Mgema. Tayari timu nzima ya Africa TV kwa hapa kuhakikisha kuwa yanakuletea matangazo haya, na leo tumepata bahati ya kutembelea moja kati ya eneo ambalo linaitwa Ulongoni na inapatikana katika kata ya Gongo la Mboto, na kama unavyofahamu Gongo la Mboto ni miongoni mwa sehemu maarufu, na mwaka 2011 tunafahamu kuwa sehemu ambayo pia ilipata bahati mbaya kuathirika na mabomu ilikuwa ni Gongo la Mboto. Wapo pia wakazi ambao walikuwa wakiishi hapa Ulongoni ambao nao waliathirika moja kwa moja kutokana na majanga hayo ambayo yalitokea kwa kipindi hicho, na kwa sasa hivi alhamdulillah mji umejengeka kama ambavyo unaona, na tayari maeneo husika biashara watu zinaendelea, watu wanaendelea kuendelea na biashara zao. Zamani ilikuwa ni ngumu kukutana na gereji ambazo zipo katika maeneo ya mtaani, lakini kwa sasa alhamdulillah maeneo ya mtaani gereji zipo. Lakini kubwa tunakwenda kuangalia pia ufahamu wa dini katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tuliokuwa nao. Ni mwezi ambao katika kalenda ya Kiislamu una mwezi maalum, watu wanafahamu. Kwa hiyo tutakwenda kuangalia wanafahamu Ramadhani ni mwezi wa ngapi katika kalenda ya Kiislamu. Tutakwenda kuwauliza hilo. Wewe usiondoke hapo ulipo, baki na sisi. Huyu ni fundi ambaye anashughulikia na kama unavyoona chombo hiki bila shaka kimekuja hapa kwa ajili ya kurekebishwa na anaendelea kutafuta riziki yake kila siku. Kaka, mambo vipi? Safi bwana. Kheri. Kheri kabisa. Bwana, wewe wanakuita nani hapa? Mimi naitwa Hasani. Hasani. Ulongoni ni miongoni mwa sehemu ambayo kuna chipukia, kwa maana ni mji ambao unaokua. Vipi upatikanaji wa riziki? Umekaa vizuri au bado unasumbua sumbua? Hapa ndo kinachopatikana tunaishi nacho. Tunaishi nacho yani. Naomba vibaya kuiba yani, bora upambane kama hivi, ukipata riziki kula na familia yako inatosha yani. Maximum hapa labda kwa siku siku zinatofautiana, lakini maximum kwa siku tunaweza tukaingiza bei gani ili yule anatazama hapa ambaye amekaa nyumbani anasema ajira hamna, anakuona wewe namna gani unapambana? Kuondoka na 10,000, 15,000, kipato cha chini kabisa 8,000, unaona hiyo ndio kipato cha chini yani. Mwezi mtukufu ratiba zenu zikoje? Kwa maana mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndugu yangu Hassan, ratiba zenu nyinyi zikoje? Kwa mfano kuna baadhi ya ofisi mwezi mtukufu wa Ramadhani ratiba za ufanyaji kazi huwa zinabadilika. Nyinyi mafundi zipoje kutokea hapa Ulongoni? Sisi yani unafanya kazi ikishafika mida saa 10 pale unafunga ofisi, unaenda nyumbani kwenda kufuturu. Na wewe ni mkazi wa wapi? Unakaa Ulongoni hii? Mimi sikai, nakaa Moshiba. Moshiba. Sasa kwa vile mwezi mtukufu tupo huu, na kuna swali nataka kuuliza kidogo. Ukipata mimi nakupa zawadi. Wewe si ndugu yangu, wakati upo kazini hapa na mimi nataka nikutunuku zawadi. Uko tayari? Niko tayari. Bila shaka unafunga. Mimi nafunga. Kweli? Kweli kabisa. Haya. Katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika kalenda ya Kiislamu kila mwaka Ramadhani huja katika mwezi huo tu. Katika kalenda ya Kiislamu unapatikana mwezi gani? Ramadhani ipo katika mwezi gani katika kalenda ya Kiislamu? Kusema vizuri brother, mimi ndio nafunga lakini madrasa sijasoma kwa sababu masuala kama hayo naomba mpe. Unataka usome kakaangu. Kama usome mpe mtu alisoma. Nani anaweza kutusaidia hapa? Musa. Njoo, Musa. Njoo. Bwana Musa bwana, umeitwa. Njoo bwana Musa bwana. Jamaa ameona yupo ndugu yake ambaye anaitwa Musa ambaye anaweza akamsaidia katika hili ambalo tumekuwa nalo. Bwana Musa vipi? Bwana wewe unakuita Musa nani? Musa Naso. Musa Naso. Na wewe pia ni fundi katika maeneo haya? Fundi. Mimi ni fundi na husishana na masuala ya bodi ya magari. Okay. Na bajaji? Bajaji sio mbebezi kwenye bajaji. Haya bwana. Nimemuuliza swali yule bwana akasema sisi tunaye shekhe wetu bwana. Huyu Musa ndio mwamba. Mimi unajua nimemuuliza swali jepesi tu. Sisi tunafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nikasema katika kalenda ya Kiislamu sisi upo mwezi ambao Ramadhani kila mwaka inakuwa katika mwezi huo. Nimemuuliza mwezi gapi Kiislamu kwenye kalenda yetu? Akasema bwana yupo Musa, huyo Musa hatari. Huyo Musa mwamba, huyo Musa ana juzuu 30. Huyo Musa huwezi kumuuliza chochote akashindwa. Ulia tena. Narudia. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani huu tulikuwa nao. Sawa? Katika kila mwaka Ramadhani huwa katika tarehe maalum. Kwa mfano, labda nikupe mfano utanielewa. Kwa tarehe zetu hizi za kizungu tunajua kwamba kila ikifika tarehe 1 mwezi wa 4 ni sikukuu ya wajinga. Sasa kwa kalenda ya Kiislamu ni mwezi gani kila ikifika inakuwa ndio mwezi mtukufu wa Ramadhani? Yaani sisi Waislamu tuna kalenda yetu 1447 sasa hivi tupo
achana na ile miladi ya hijiria, tarehe yetu hiyo inakuwa mwezi gani? Kwa kweli nimesahau. Musa, wewe ndo tunakuamini. Lazima tuseme ukweli. Nani anatusaidia sasa? Bwana mwite Shabani. Mwite Shabani. Bwana Hassan kachemka, Musa kachemka, Hassan na yeye anasema ngoja muite Musa, anasema ngoja nimuite Hassan. Yupo wapi? Kwa msikitini. Shekhe, tafadhali. Dakika. Nimeamua nimuite shekhe kwanza aje atetee kijiji. Yaani haiwezekani mambo yawe hivi alafu lishindikane. Kwa hiyo acha tumuone. Njoo basi. Mashekhe hawa wanafuatwa. Bwana shekhe wao wanakuita nani? Ali Uthman Nasor. Ali Uthman Nasor. Ni imamu bila shaka wa Masjidi Abbas. Naam. Vipi mwitikio wa waumini katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na miezi mingine? Swafu 4-5 katika swala za jamaa zinafika? Naam, alhamdulillah. Naam. Watu wanahamasika. Naam. Bwana, nimemuuliza kijana wako pale swali, nimeanza na ndugu yangu Hassan nikaja kwa Musa. Wakasema hilo lipo nje ya uwezo wetu. Nikasema nikuulize shekhe, katika kalenda hii ya Kiislamu mwezi wetu wa Ramadhani huwa ina mwezi maalum. Kwa hiyo nikataka kumuuliza kwamba mwezi wa Ramadhani katika kalenda ya Kiislamu unakuwa mwezi wa ngapi? Ndio hilo tu. Sasa nikaona swali dogo hilo anakuita shekhe kama wewe, lakini kwa vile kakutuma nikasema nikuite. Naam. Naam. Katika uliza tena swali la mwezi mtukufu wa Ramadhani katika kalenda ya Kiislamu kila mwaka inakuwa ni mwezi wa ngapi? Katika kalenda yetu ile ya Hijiria inakuwa ni mwezi wa ngapi? Yani ukihesabu mfano mfungo 7 labda mwezi wa 7, mwezi wa 8, mwezi hivyo. Kwa sababu tuna kalenda mbili. Tuna Hijiria na tuna Miladia. Naam. Kwa hiyo kila mwezi unatokana na mwandamo. Ukishaandama mwezi tunahesabu tarehe nyingine. Kwa hiyo katika Miladia tunatizama shamsia, kuzama kwa jua. Kwa hiyo kuna kalenda mbili hapa. Sasa hii mwezi wa Ramadhani inategemea sasa katika kalenda ile ya shamsia imekutana na tarehe ngapi. Sasa kwa maana hii ya Hijiria hii ndio inakuwaga mwezi wa ngapi Ramadhani? Hijiria. Hii kalenda yetu ya Hijiria. Kwanza kuna katika hesabu kuna Shawwal, kuna Dhulqaada, kuna Dhulhijja, kuna Shaaban, kuna Ramadhan. Naam. Hiyo ni kwa Kiarabu. Naam. Sasa kwa Kiswahili inategemea sasa mwezi wa miladia umekuja tarehe ngapi au umeingia katika mwezi upi. Okay. Sawa bwana. Shekhe, alhamdulillah bwana ameniridhisha, amenipa kile ambacho alikuwa anafikiria. Lakini shekhe, wapo hapa walevi wa Qur'ani. Yupo dereva wetu Africa TV Ali Mzizi, lakini yupo Abdul Qawi Binego na watazamaji wa Africa TV, wao ni walevi wa Qur'ani. Basi walau aya 2-3 roho zetu na sisi zifurahi. Tafadhali. Kwa mtindo gani, tartila ama tajwid? Mwalimu, mimi siwezi kukupangia. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sadaqa Allahul aliyyul azim. Mwalimu, umechagua fupi sana. Umetunyima muda nawe. Basi sawa, shukrani sana. Bwana ni Sheikh nani? Ali Uthman Nasor. Neno lako kwa Waislamu kuhusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao wanatutazama hivi sasa kupitia Africa TV. Na kikubwa ni kusafisha nafsi. Kama Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyosema kwamba ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Lengo la mwezi mtukufu wa Ramadhani ili watu wapate kuwa ni wacha Mungu. Na uwezi kuwa mcha Mungu kama utakuwa ni mwenye maasiya. Ramadhani lengo hasa ni kusafisha makosa. Kwa kipindi hiki kwa Waislamu wajitahidi sana sana sana. Mpaka Ramadhani inakuwa ni yenye kumalizika, basi nafsi zetu ziwe zimetakasika kutokana na makosa. Mara nyingi nafasi inapopatikana itumie vizuri kabla haijakwisha. Kwa sababu kila kitu kina mwisho wake. Kwa hivyo Waislamu wajitahidi sana kipindi hiki katika ibada za aina mbalimbali, tarawihi, kusoma Qur'ani, dhikri, tasbih, ili Ramadhani itakapokuwa imalizika
basi sote tuwe tumekuwa ni wasafi kabisa, na Mungu atusamehe insha Allah. Shukran sana shekhe, lakini umeikonga nafsi zetu. Tuna zawadi kidogo shekhe, hii kwa ajili yako, ifungue, sijekuwa nimekubebesha nyoka. Mtazamaji wa Africa TV, alhamdulillah tumepata kuburudika, lakini tumepata nafasi ya kumsikia shekhe wetu, na ametuhusia shekhe, hiki bwana ni kikombe kwa ajili ya kunywa uji kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia hapa tuna package ya fulana hii kama ya kwangu nilovaa. Maana nimependeza shekhe. Hii pia tunaamini utakuwa usiku pale ukiwa unasubiri kupiga swala za usiku zile, utakuwa unaipiga kidogo. Shukrani sana. Neno lako baada Africa TV kukupa zawadi hiyo. Kwanza Mwenyezi Mungu kwanza aidumishe TV hii. Amin. Mwenyezi Mungu aiweke daiman abada. Amin. Ili Waislamu waendelee kunufaika inshallah. Na nyinyi watangazaji vile vile, Mwenyezi Mungu awajalie afya njema katika shughuli zenu, na Mungu ape baraka nyingi inshallah. Amin. Shukrani sana. Inshallah. Na mtazamaji wa Africa TV, hii ni Africa TV imepita hapa, na hivi ndivyo ambavyo leo tumetia nanga hapa, ama tumeweka kambi hapa Ulongoni. Walilahi alhamdu, tumepata kuona hapa vijana wakijitafutia riziki zao, kwa maana wameamua kutafuta kipato cha halali, hawaibi, hawadhulumu, wanatafuta riziki yao. Na tumepata kusikia mmoja kati ya mafundi wanasema alhamdulillah, mna 8,000 lakini 15,000 10,000 ni jambo la kawaida. Wewe kijana mwenzangu ambaye umekaa hapo na kulalamika kuwa kazi hakuna, wenzako wanapambana kuhakikisha kwamba wanajitafutia riziki zao, na wakati wa swala ukifika wanakwenda kuswali. Mimi naitwa Ibu Mgema, Africa TV imepita hapa kwa leo. Tunahitimisha hivyo, tutakutana tena muda kama huu kesho insha Allah. Allah akitujalia, nikutakie tu Ramadhani njema. Endelea kutazama Africa TV, kwani unafahamu Africa TV mwongozo wa maisha. VTV nzuri Mola katutunukia, vipindi vyao vizuri vya dini ya Islamia. VTV nzuri Mola katutunukia, vipindi vyao vizuri vya dini ya Islamia. Wanatoa wasiwasi igogoro